msingi ya kwenda kukuwa na zile bases. Wanasema kwamba umenyimwa hichi ndio unakwenda kufanya hichi, ama mustakabali umepatikana baada ya shtaka lako kulipeleka kwa mamlaka za ndani ya nchi za soka, alafu kama umenyimwa haki ama umekosa haki kwa imani yako, ndio unaenda kwenye usuluhishi sasa wa mwisho wa kimataifa. Bwana, kwa moja mitatu hazijakwenda sawa. Natamani mimi niweze kuwa reviewed kwenye haki yangu na niweze kupata haki yangu ya msingi, na naamini haiwezi kupatikana ndani ya vyombo vya nchini, nimekuja kimataifa. Kwa hiyo kuna msingi mkubwa kwenye kile unachokizungumza kwamba tangu mwanzo mashiko yalikuwa yanakosekana kwenye kila ambacho Afrika. Kuna sehemu waliruka, kuna mahali waliruka kwamba ndani ya nchi kupitia TPLB, kupitia TFF, kuna maeneo mengi ambayo ama kuna uhakika mkubwa hili swala lilipaswa kusuluhishwa kwanza kabla ya kuweza kwenda kule kwenye ngazi ya kimataifa. TFF na TPLB hawakuwa wamefanya final ruling kwa sababu wao waliilisha tu mchezo, na sio kwamba walimpa point 3 Simba, na sio kwamba walimpa Yanga haki ama yani hivyo. Idea ilikuwa ni kwamba walitimiza haki yao ya kanuni TPLB pamoja na especially TPLB, na of course TPLB tunafahamu inafanya kazi chini ya TFF. Kwa hiyo ilikuwa ni haki yao ya kimsingi kuweza kuendesha mchezo kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu viongozi. Kwa hiyo hakukuwa na mtu ambaye tayari alikuwa ameshanyongwa, na walikuwa wamezungumza kabisa kwamba wanaendelea na uchunguzi kuweza kupembua yupi ana haki, yupi hana haki, na pengine yupi anastahili na yupi hastahili. Kwa hiyo Yanga kwenda kasi straight forward bila kupata final ruling kidogo ilikuwa ni riski, na umeona hata baadhi ya watu wanalaumu kwamba vyanzo vya club vimetumika kimakosa, kwa maana kwamba ili kufungua kesi kule unatumia gharama pia nyingi. Kwa hiyo tajiri ana shida ama tajiri ana shida. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo ya kwa mara nyingine tena Yanga kukwama kasi. Master Tindwa, hii inaleta picha gani ngazi ya klabu? Ni idara ya wanasheria wake kuna changamoto, lakini tunakumbuka kipindi cha nyuma watu wengi walikuwa wanamnyoshia kidole Simon ambaye sasa hivi hayupo. Amesema siku hizi ni mkulima. Nimeona ama ni vitu vya kawaida katika harakati za kutafuta haki. Yes, yote uliosema ni majibu. Kwanza ni vitu vya kawaida, lakini ukiangalia mustakabali wa hii kesi ni sio Yanga kama wameshindwa, ila kasi imewarudisha waanze. Yaani waanze kwa sababu kesi inakuwa na mlolongo. Kesi inayostahili ianze katika mahakama ya mwanzo, wewe moja kwa moja ukafika katika mahakama kuu. Mahakama kuu hawezi wakaisikiliza. Wanasema nenda kwa mahakama ya mwanzo, ukikosa kupata haki yako nenda katika secondary court ambayo ni mahakama ya wilaya, kushindwa ndio unakuja mahakama kuu. Kwa hiyo nyinyi kabla mjapita hizo process moja kwa moja mmefika huko. Kwa hiyo rudini. Kama mnataka mfungue ili shauri, kafungueni huko. Mkishashindwana ndio mnakuja huko. Kwa hiyo Yanga amerudishwa huko. Kwa hiyo kuna mawili. Aidha Yanga kwenda kufungua ama kwa mobile, naomba tuachane nalo tuendelee mambo mengine. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna mapungufu ama kuna shida katika hawa wanasheria, masuala ya kisheria kwa Yanga. Kwa sababu kama kweli wewe mbobevu wa kisheria, hili hujaliona. Hili tulipeleke huko wakati kumbe inabidi lianze huko. Likishashindwa huku ndio inabidi tuende huko. Kabla hapa ambapo inabidi uanze haujaenda, umeenda huko. Kung'amua tu hili. Hilo linahitaji ubobevu sana wa kisheria. Lakini kwa mtazamo mdogo tu kwamba bana inabidi tuanze hapa. Tukota haki yetu tukapambana kile, kwa sababu ilikuwa ni mahakama ya kisuluhishi. Sio tuanze kwenda kufungua kesi kule. Unajua kutumai. Yes, sahihi. Kasi unaenda kule kama una malalamiko yako, umehudhurumiwa, umenyongwa tena ambayo yameshindwa kupata mwafaka kabisa. Unakwenda kule. Lakini yani unaenda kule yani kesi mpya kabisa. Kwa nini unakwenda kufungua? Unajua yani swali la msingi ni kwa nini umekwenda? Hapo ndio kuna shida ya hawa na sheria wa Young Africa ama masuala ya sheria. Na Young Africa tuseme hawana bahati, sijui hawana ukishasema kama idara ya sheria ina shida bahati tena. Yani kwa maana ukiangalia haya malalamiko yao katika hali ya kwanza, unajua Yanga anaenda kushinda tena asubuhi tu. Ili swala alilosema kumsikiza Mgongolo kwamba hivi na hivi sheria hapa, wanasema hili Yanga anaenda kushinda asubuhi. Sasa katika final unaona Yanga amepigwa, wanaangukia pua. Na sio mara ya kwanza. Kwa hiyo wajitathmini kwa mambo mawili. Hii idara mzima ya sheria waiangalie upya, la kwanza. La pili, au
haya mambo ya kisheria waachane nayo. Waachane nayo. Sema sana kuenda wanafikia pua. Mimi sorry, mimi toka mwanzo. Kwa mujibu wa vyanzo vyangu. Yes. Yaani Yanga wao ndani walikuwa wanajua nini wanachofanya. Yaani walishashindwa kabla hawajaenda. Walikuwa wanajua. Walikuwa wanafahamu. Lakini waliamua kufanya kwa sababu Yanga sio tu kama tendaji. Ni na mashabiki wengi namna, kwa hiyo ni ile hali ya kuonyesha kwamba kuna jitihada tulifanya. Lakini wao wenyewe ndani wana maintain ile story yao. Wanakuambia bwana, sisi tunaelewa, tunajua hatuwezi kufanya kitu, lakini wacha tuwatingishe. Na hata huu mchezo wenyewe, huu mchezo wa damu. Watu wanasema kwamba mchezo upo lakini haitakuwa rahisi. Utakuwa wa mwisho kuambia. Yaani wanasema mchezo upo, mchezo upo. Lakini haitakuwa rahisi. Wao wanajua kabisa, walikuwa wanajua kile ambacho kinaendelea. Naona wakati Master anazungumza kuhusiana na wanasheria, mimi nikataka kuongeza kwamba uwezi ukaanza kuwalaumu watu ambao pia wanaongozwa. Yaani hili ni swala ambalo shida yake ni uongozi mzima. Kwa sababu ngoja, Master, wale hawawezi kwenda kufungua shtaka kama hakuna baraka ya uongozi. Baraka ya uongozi sio kuna mfano wanasheria wanakaa nini? Mimi nachoamini, wanakaa boardroom. Wanasema swala hili kisheria lipoje, ama tunaweza tukafanyaje? Wanasheria wanashauri. Sawa. Kushauri kuna mambo mawili. Kukubali ama kukataa. Kwamba hili kutokana na hili lilivyo, na najua sheria hivi na hivi, hili hatutofika popote, hili hatutakuwa na mafanikio nao. Naomba mapema sisi tuachane nao. Ndio. Sasa anayefanya final decision hilo la kwanza. La pili, ili asubuhi twende tu, ili tuende kushinda. Sasa anayefanya Master maamuzi ya mwisho kuchukua ule ushauri ama kutokuchukua na kwenda kupeleka kwa mfano kubariki hata kesi kufunguliwa kazi. Swala la sheria pale wamemwajiri wanasheria wao. Wale wanaweza kwa mfano labda mwenyekiti rais wa Yanga, Engineer Hersi, labda hajui yeye ni novice katika mambo ya sheria. Hajisoma na sheria na hajui sheria. Ndio maana akaweka kitengo cha sheria pale. Ilikuwa mambo ya ujenzi nini, si engineer yule wa nini? Yeye ni lake angejua moja kwa moja. Lakini masuala ya sheria, amekuwa na sheria, anawauliza kisheria limekaaje. Wana sheria wanamfafanulia kwa hili hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa mfano, swala la nini la yule mzee wetu, mzee Magoma. Mzee Magoma wakati ameenda kushtaki ile kesi yake, Yanga alikuwa mara nyingi haendi kuhudhuria, si ndio? Lakini baadaye ilipotoka hukumu, watu wakakaa boardroom, hili inakuaje? Hili bana hivi kuna urupo hivi tunafanya hivi. Kisheria tufanye hivi. Wakwenda mbona Yanga wakaenda kupata walichokipata. Ushauri. Kwa hiyo ushauri, ukimshauri kwamba hili bana hii ninavyoona mimi tukifanya hivi ili tunafanikiwa hivi. Kwa hiyo Maluso naamini inawezekana wameshauri hivyo, lakini viongozi wanasema hilo viongozi hawezi kufikiria hivi kwa sababu mimi naamini hivyo. Mimi pia naweza kaamini kwa msingi ule wa kwamba lazima tuonyeshe kuna jitihada tumefanya. Yaani idea ilikuwa ni kumaintain story yao. Yaani kwamba leo hii ikisema mechi inapangwa na nyewe wote kila mtu atakubali kwa sababu anajua mwisho wa siku tulishashindwa kesi. Jana zilifanyika. Tofauti ingekuwa inaonekana hakuna jitihada. Ndio maana ulikuwa unaona hata ajenda kubwa ilikuwa inapushiwa tucheze. Kwa sababu walikuwa wanajua mwisho wa siku huko nini ambacho tunaenda ukipata. Lakini mwisho wa siku sasa hivi ukirudi mechi ikipangwa unajua tulishakwama. Mashabiki wanakuwa pissed kwamba hawezi kucheza, lakini jitihada zetu zilishaonekana na tukashindwa. Kwenda mpaka kasi. Inawezekana. Lakini jana baada ya taarifa hiyo kutoka bodi ya ligi pia na wenyewe wakaja na taarifa yao ambayo nasoma kama ilivyoandikwa hapa, ni kwamba Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi wa Michezo CAS imetupa rufaa ya klabu ya Yanga yenye kumbukumbu namba hizo kasi hizo ambayo klabu hiyo ilifungua dhidi ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania kuhusiana na mchezo nambari 184 wa ligi kuu ya soka ya NBC, Yanga dhidi ya Simba. Walalamikiwa wengine katika shauri hilo walikuwa ni pamoja na klabu ya Yanga iliomba mechi tajwa juu isipangiwe tarehe mpaka itakapotolewa uamuzi. Ni bodi ya ligi pamoja na klabu ya Simba, hao ndo walalamikiwa wengine. Kutokana na uamuzi huo wa CAS, bodi ya ligi kuu Tanzania inaendelea na maandalizi yake ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu ya NBC 24-25 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi ukiwemo mchezo huo namba 184 Yanga dhidi ya Simba, kisha kutangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Kwa hiyo bodi ya ligi sasa
na wenyewe pia wako sehemu safe. Wamepata kibali fulani, wako safe, wampata kibali. Yes, na hili sisi tulizungumza mapema kwamba mvutano huu utaenda, kuna mmoja ameshika mpini, mmoja ameshika makali. Mvutano utakwenda, kuna mmoja utamkata, na maisha yatakuwa hivi, kwa sababu hakutakuwa na maisha mazuri tena. Young Africa, bodi ya ligi, TFF, ule kutokuaminiana kule kutaendelea tena, kwa sababu nakumbuka mfano ulipekana mpaka wizarani. TFF na Yanga walipekana wizarani kwamba wanakinzana kwa kila jambo. Baadaye wakasuluhishwa, mambo yakaisha, lakini bado unaonekana bado wanaishi kichina. Kichina inakuwa kuishi kichina sio wajua kinafiki kwamba tunachoonekana mbele na uhalisia ni tofauti. Okay. Yes, na hii sasa jambo lolote hapa litalofanya kidogo tu Yanga tutokana wakaidi ama ndio watoka TFF wamezoea kuonea Yanga. Hilo ndio litalosimama kwa mashabiki na picha ya mbele. Lakini kwa kweli kwamba Israeli mapema kama lienda kasi ingebidi likae washauriane, wakubaliane kabla haijafika huko. Sahihi. Cha kuongezea Master, mimi nawaza pia, mimi nasalia pale kwa uongozi LC pamoja na kabineti yake nzima yote. Najaribu kuiwaza ile barua walioandika ya ambayo of course waliambatanisha na kudai alama 3, lakini pia waka state na imani na mwenyekiti na msaidizi wake, katibu wake. I mean, baada ya hichi ambacho kimetokea jana, how do you go back kwa wale watu tena, unajua, ukajaribu kuset nao ground sahihi ya kuweza kuzungumza, japokuwa sihamasishi kwamba wale wawe na wana upande fulani. Sema hapa kichina ndio hivyo. Sasa mambo gani unarudi maisha na kwenye kudai haki, hakuna kuoneana aibu. Sawa, lakini sasa yani imeshashindikana, mimi kula kwangu tunaumizana, maisha yanaendelea. Sawa, lakini sasa ndio unawaza kuna namna fulani hata uongozi nao wakati wa kuamua vitu inabidi ufikirie mara 5. Yaani sio uweke tu vitu ili mradi wewe una maintain historia yako kwamba mimi niko sahihi. Yaani Yanga kwa upande wao wamefanya sahihi. Yanga wapo sahihi katika, yaani wao wamefanya kosa kuanguka au kufanyaje. Yaani wao mtekeleza wajibu wao kwamba sisi tumepambana. Tumeshakwama, hao wameshinda, maisha yanaendelea, sisi tunarudi, tunasubiri tarehe, sisi tunaandaa timu. Na mimi ninavyojua Yanga ile swali halijaisha. Watarudi TFF kuja kuda kwanza. Halijaisha ile swala hili. Wataenda kwa TFF au TPLB? So ndio katika kamati. Kwenda kulalamikia swala hili kusudi wapate rupo la kurudi na kasi. Yanga wanawajua. Lakini wakati huo mchezo unaendelea, wanacheza, maisha yanaendelea. Wakati huo wanacheza na ligi inakuwa imeisha. Na wamesema pa muda si mrefu watapanga nini? Watapanga ratiba, watarekebisha ratiba kupanga hususan mchezo namba 184. Yanga vs Simba. Utajumuishwa. Kwa hiyo sasa kama kwa sababu hao Yanga waliweka zuio kwamba mechi isipangwe mpaka imetoka. Wale wamedamp. Kwa hiyo TFF hapa wanapanga hapa.